Zaidi ya vijana 500 wilayani Ukerewe mkoani Mwanza wameamua kutumia fursa na rasilimali zinazowazunguka kujiajiri ili kujenga uchumi endelevu badala ya kuendelea kuilaumu serikali kwa kukosa ajira. Vijana hao wakiwemo wahitimu wa vyuo mbalimbali nchini na wajasiriamali wameyasema hayo katika kongamano la kuchangamkia fursa za kiuchumi kwa vijana Ukerewe lililokuwa likiangazia njia za kujiajiri na kujenga uchumi endelevu lililofanyika Aprili 2026 mjini Nansio. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe Vincent Bua amesema hadi sasa halmashauri hiyo imetenga zaidi ya shilingi milioni 800 ikiwa ni mikopo kwa ajili ya kuwawezesha makundi na vijana, wanawake na makundi maalum. Kwa mfano tunazungumza Ukerewe ambayo ni pembezoni kidogo mwa nchi. Sasa unaweza kukuta vijana wengi hawana access ya kufikia kwa urahisi, labda smartphone, labda kompyuta, kitu ambacho inaweza kuwa ni ngumu kwao kufikia. Kwa hiyo elimu. Lakini changamoto ya pili ni ushirikiano, kwa maana ile kati ya viongozi labda halmashauri ama na watumishi na vijana. Huu karibu upo kwa kiasi gani kuwafanya vijana waweze kufikia hizo fursa. Kwa hiyo karibu unapokuwepo inawasaidia vijana kuwepo. Lakini changamoto ya pili inawezekana ni mrengo wa kivyama sana ambao unapelekea vijana wasifikiwa na hizi fursa. Labda ni kwa sababu tuna katiba inaturuhusu kuchagua, unataka kuwa chama fulani, wanataka kuwa chama fulani. Sasa inawezekana fursa nyingi ziwafikie vijana kwa sababu labda zinapitia kwenye chama fulani ambacho vijana wengi wanakuwa ni ngumu ku access. Lakini vijana wenyewe pia wakati mwingine wamekuwa ni wavivu kutafuta maarifa, kwa sababu wakati mwingine sio lazima fursa ikufuate, unatakiwa kuitafuta fursa nyingine. Maarifa haya vijana wanayatafuta kwa njia gani ama wanapitia nini kutafuta? Wakati mwingine wamekuwa ni wazembe kutafuta hizi fursa na kuamini kwamba hizi fursa zipo kwa ajili ya watoto wa viongozi ama zipo kwa ajili ya watu fulani wenye hadhi fulani, kitendo ambacho kinawapelekea wao pia kutofikia ile hatua ambayo serikali na wadau wengine wanatamani kuwaona vijana wamefikia. Mfano halisi kwamba mimi binafsi, sisi na kikundi chetu tumepewa mkopo wa 10% na huo mkopo tumeufanyia kazi kwa uuzaji wa mitumba na uuzaji wa viatu na ushonaji. Kwa ujumla tumepata mafanikio makubwa sana. Hivyo basi na wahasa vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi kwenda kuchukua mikopo yao na walipe kwa wakati. Hizo ndo fursa zilizopo. Pia niwaombe vijana wenzangu kwa fursa za Ukerewe ambazo zipo kwa sasa ni kuhusu uvuvi. Uvuvi bwana ndo tuseme kipaumbele cha wana Ukerewe. Asilimia kubwa vijana wengi wajitokeze kwa wingi kwenda kuchukua mikopo, na pia serikali tutazame sana kwa kuwapatia vitendea kazi ambavyo ni vya kisasa, ili kiasi kwamba wasi wanapokuwa wanaenda kwenye uvuvi wasipate hekaheka za usumbufu majini. Unaweza ukaenda kwenye kupata zile fursa, usumbufu ukawa ni mwingi katika viongozi wetu wanaotoa zile fursa. Maximum kwenye fedha. Yani wana mambo mengi, wanatuzungusha sana vijana. Kwa hiyo inapelekea vijana kukata tamaa. Unaona? Kwa hiyo yani light wangekuwa wako tu open kama sehemu zingine, kwamba unakwenda unatoa shida zako unapewa fursa kwa uhakika. Na imani yani vijana wengi wangekuwa wanajitokeza. Usumbufu ni mwingi mno kwenye utoaji wa fedha. Usumbufu aina gani? Yani kwa mfano, kuwepo harakati za kutoa katiba. Mtu anapewa kwamba nenda katengeneza katiba, mnaenda mnatengeneza katiba. Ile katiba mnarudisha kwamba haiko sawa, mnarudi. Yaani mnatengeneza zaidi ya mara 5. Kwa hiyo inampelekea kijana kukata tamaa. Kweli Ukerewe tumezungukwa na ziwa na fursa kubwa ya vijana fursa kubwa iliyopo Ukerewe ni upatikanaji au ufugaji wa samaki. Vijana tunanufaika vipi? Tunanufaika kwa sababu endapo vijana wataamua kufuatilia hili jambo la ufugaji wa samaki, vijana watanufaika na kupata ajira, kwa sababu Ukerewe mara nyingi tunajishughulisha na swala zima la ufugaji wa samaki au uvuvi wa samaki. Hivyo basi vijana wengi watajiajiri kupitia ufugaji huu wa samaki, na endapo watu watanufaika pia katika hizi 10% za mikopo kwa ajili ya ufugaji, vijana wengi watapata ajira. Kuna watu ambao wataajiriwa kupitia hiyo miradi. Halmashauri tuna wajibu wa kutenga 10% ya mapato yetu ya ndani kwa ajili ya kuwezesha makundi matatu: kundi la vijana, kundi la wanawake, lakini kundi maalum au walemavu. Sasa hadi kufikia muda huu halmashauri tunazo zaidi ya milioni 800 katika kaunti kwa ajili ya kuwezesha makundi haya matatu. Kundi la vijana 4% ambao ni zaidi ya shilingi milioni 300, lakini kundi la wanawake 4% zaidi ya milioni 300, lakini na kundi la watu wenye mahitaji maalum nalo zaidi ya milioni
200. Kwa hiyo tuna zaidi ya milioni 800 katika akaunti yetu kwa lengo la kuwezesha vijana wetu, wanawake na watu wenye ulemavu ili waweze kujihusisha, waweze kuingia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya kuinua pato lao na uchumi wao kwa ujumla. Kwa hiyo tunawaasa sana vijana, tunawaasa wanawake, tunawaasa watu wenye makundi maalum. Fedha zipo. Swala ni kuzitafuta hizo fedha kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli wanazozitaka wao wenyewe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.